Pasi na shaka hujambo mwananchi, karibu sana Yanga TV, na leo tunayo exclusive kwamba kocha wa Yanga Princess Edna Lema Mourinho anajumuishwa kwenye kikosi cha Yanga senior team. Yanga mabingwa mara 30 wa ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa namna gani Edna anajumuishwa? Ni kutokana na uongozi wa Young Africans kuamua kushirikisha viongozi wa timu mbalimbali ambazo zipo katika klabu yetu Young Africans, kwa maana ya Yanga Princess Under 17 na Yanga Under 20. Hawa viongozi pamoja na makocha hawa watapata nafasi ya kujumuishwa kwenye benchi la ufundi la Young Africans. Edna Lema mchezo wake ni dhidi ya Coastal Union na anakwenda kuwa miongoni mwa wanawake wa kwanza kabisa katika historia ya mpira wa miguu hapa nyumbani Tanzania kuwa kocha msaidizi. Pale Edna atapata uzoefu na vitu kadha wa kadha. Yeye ana lipi la kuzungumza na wewe mwananchi? Karibu kuanzia sasa mpaka tamati. Mimi ni Alwatan Abdulaziz, mwenzangu ni William Harrison Shemoka, na huyu ni Edna Lema Mourinho. Edna Lema Mourinho, tueleze kwa namna gani nafasi hii umeipokea, umejisikia vipi mara baada ya kupata nafasi hii kujiunga kwenye benchi la ufundi la Young Africans, timu ambayo ina mafanikio barani Afrika, makombe zaidi ya 30 na unakwenda kuwa kwenye benchi la ufundi? Kwanza niseme kwamba ni kitu cha kujivunia mimi kama mimi, na niseme kwamba imekuwa kama ni ndoto, kwa sababu kwanza kuja kufanya kazi kwenye klabu kubwa kama Yanga, na leo nimepata hii nafasi. Naweza kwenda kujumuika na senior team, kwenda kujumuika na makocha wakubwa na wachezaji wakubwa. Kwa hiyo hii haiwezi kutokea kwa kila mtu. Nafikiri imekuwa ni bahati kwangu. Nashukuru wote ambao wamelifanikisha hili, tukianza na president pamoja na viongozi kwa maana ya wajumbe kamati ya utendaji, staff wengine wa klabu ya Yanga na technical bench pia kwa kukubali kuwa sehemu ya kuungana na senior team. Kwa hiyo kwangu mimi ni kitu kizuri, na naweza kusema inaweza kuwa ni siku special sana kwangu kuwa sehemu ya senior team. Mchezo tunaokwenda kucheza, tunacheza dhidi ya Coastal Union, ambapo wewe utakuwa miongoni mwa sehemu ya benchi la ufundi. Unakwenda kuongeza nini kwenye maisha yako ya mpira wa miguu? Nafikiri kitu kikubwa kwanza ni kwenda kujifunza, na kila mtu anafahamu mpira siku zote ni kujifunza, kwa maana ya hasa sisi ambao ni makocha ambao tunajitafuta, kwa sababu mimi ni kocha mdogo, naweza kusema hivyo. Na ukiangalia level ya makocha ambao wapo Yanga ni watu ambao wameshafanya kazi sehemu nyingine ambayo kwenye vilabu vikubwa tofauti na mimi. Kwa hiyo naenda pale kwa ajili ya kujifunza, kwa maana kudili na wachezaji wa jinsia tofauti, pia wachezaji wakubwa. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwangu mimi, na nia yangu ya kwenda pale ni kwenda kupata uzoefu. Na unaweza ukawa kocha mzuri, lakini unahitaji kujifunza na kuna level ambazo unakuwa hujafikia. Kwa hiyo naamini kwenda kupata nafasi kuwa sehemu ya benchi la ufundi, napata experience, kwa sababu kwanza ni mechi ya ligi kuu. Ni mechi ambayo ni ligi ambayo ni top kabisa ukiangalia kwa Afrika pia. Kwa hiyo naweza kusema ni faraja kwangu mimi, na nafikiri ni mwanzo mzuri, kwa sababu imekuwa ni ndoto yangu mimi kufundisha timu ya wanaume. Mara nyingi nimekuwa nikizungumza, kwa hiyo nafikiri inaweza kuwa ni platform nzuri kwangu mimi kuanzia safari yangu ya kufundisha timu ya wanaume, hata kama itakuwa Yanga, lakini inaweza hiki ambacho kimetokea sasa hivi kikawa ni msaada kwangu huko baadaye kwa ajili ya kufikia ndoto zangu. Mpaka kufika hapa na kupata kibali hiki, ina maana tayari kuna process zimefanyika, elimu pia unayo, na vigezo vyote vya kuwa katika benchi la ufundi unavyo. Kwa mtu ambaye afahamu Edna Lema, CV yake, elimu yake ya mpira wa miguu iko vipi, anaweza kupata fursa kutoka kwako kuanzia sasa kukufahamu kile ambacho unacho? Mimi kwanza elimu yangu ya ukocha, nina diploma hii ya CAF. Na ni diploma ambayo nimeipata miaka 2 iliyopita. Kila mtu anafahamu kwa makocha wengi wa Afrika na watu wengi bado wana struggle kuitafuta hiyo leseni na hawajaipata. Na nimekuwa kocha kwenye national team kwa muda mrefu tangu 2015 mpaka 2021. Nimekuja nimefanya kazi Yanga, nimeondoka, nimerudi tena. Kwa hiyo kwa elimu yangu nafikiri
naweza kufanya kitu kizuri kwenye mpira, lakini inahitaji muda na inahitaji kupata uzoefu, kwa sababu kuwa kocha peke yake haimaanishi kwamba ndio umekuwa kocha mzuri. Lazima ufanye kazi, uone na watu waone namna ambavyo unatumikia career yako, kujua kwamba uwezo wako ukoje. Kwa hiyo nafikiri nafasi yangu mimi sasa kwenda kuonyesha kitu kingine tofauti na hiki ambacho watu wamekizoea, kwa maana ya kufanya kazi kwenye timu ya wanaume, na nafikiri inaweza kuwa njia sahihi kwangu mimi kwa ajili ya kufikia kule ambapo napahitaji. Kama mwanamke, bila shaka unaweza kuwa mwanamke wa kwanza kuwa kama kocha msaidizi kwenye mechi ya ligi kuu. Hii kwako inatafsiri nini? Inakumotivate kwa namna gani? Nafikiri huko nje kuna watu ambao wananitazama mimi kama role model wao, na nahitaji kufanya kazi ili nisiwaangushe wale ambao wananitazama na ambao pia wananisupport mimi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hii nafasi ambayo nimeipata, kwanza napaswa kutambua umuhimu wa hii nafasi ambayo nimeipata. Kwa hiyo wale watu ambao walikuwa wanahisi kwamba kila kitu ni kigumu, nafikiri wakiniona mimi sasa naweza pia kupeleka imani kwa watu wengine, ili wanawake wenzangu waweze kuaminika, kwa sababu tumeona kwenye mpira wetu wa Tanzania CEOs wapo wanawake, kuna wasemaji, coaches ndio kama sisi, kuna wengi ambao wako nyuma yetu wanatamani kufikia huko ambapo tumefika. Kwa hiyo sisi tunapaswa kuwa kioo kwa watu wengine na kuona hii nafasi haiwezi kutokea kwa kila mtu. Kwanza kufanya kazi kwenye klabu kubwa kila mtu anatamani, lakini kupata nafasi ambayo nimepata leo haiwezi kutokea kwa bahati mbaya. Ni juhudi na bidii ambazo zimenifikisha hapa, na kuheshimu watu na kutambua mchango wangu. Kwa hiyo mimi siwezi kuangusha wale ambao wamenipa nafasi, na pia siwezi kuangusha ambao wananitazama na ambao wananisupport kwamba naweza kufanya kitu kizuri. Inawezekana mimi kama binadamu nisifanye vile ambavyo wao wanatarajia, lakini kwa sababu nipo katika kujifunza, naamini naweza kupata muda mzuri sahihi wa kufanya na nikafanikiwa kufika kule ambapo watu wengi wanatamani mimi nifike. Tukiwa tunamalizia, umekuwa pia mshabiki wa Young Africans, ukiachana na kuwa kocha. Mara kadhaa, mara nyingi tumekuona kwenye mechi za Yanga senior team, kwenye mechi za Yanga Princess kama mkuu wa benchi la ufundi. Mchezaji gani ulikuwa ukitamani kusema huyu siku moja kwenye mechi mimi nitampa maelekezo na pengine anaweza kumsaidia? Mchezaji gani unatamani kwenda kuanza naye kazi, na hasa pale ambapo unakwenda kwenye mazoezi, kwenye video sessions, vikao, press conference na vitu kadha wa kadha? Mimi nafikiri kwanza na waheshimu wachezaji wote ambao wako Yanga, na kucheza Yanga manake klabu imewaamini, na mimi kama kocha sipaswi tu kuchagua mchezaji mmoja kwamba huyu ndo napaswa kumpa maelekezo, kwa sababu nikienda pale naweza kwenda kufanya kazi kama timu na kushirikiana na benchi la ufundi. Kwa hiyo natamani kuona wachezaji wote wakifanya vizuri, kwa sababu ile ni career yao na ni kazi yao, kwa sababu nyuma kuna mashabiki ambao wanawasupport kwa kuhakikisha kwamba anafanya kitu kizuri. Yote mchezaji ambaye mtaona inafaa kumpa maelekezo kutokana na program za timu au namna ambavyo mechi inachezwa, basi nitampa maelekezo, lakini kwa maana kutaja mchezaji mmoja, wachezaji wote na wasupport na nawaheshimu kwa kazi yao wanaifanya, na kama wanakuwa wanakosea kibinadamu, wanapaswa kuelekezwa, kwa sababu kazi ya kocha ni kuwafundisha wachezaji. Kazi ya wachezaji ni kudeliver kile ambacho walimu wanahitaji kuhakikisha kwamba matokeo ya timu yanapatikana. Wamekuwa marafiki pia makocha wa senior team, Milud Hamdi, Abdhamid Moli na benchi lote la ufundi. Unakwenda kufanya nao kazi, zungumza namna ambavyo umekuwa na ukaribu nao, lakini pia hapa tukiwa tunamalizia, zungumza na wananchi vile ambavyo unataka wakupokee kwenye senior team. Kwanza nikianza kuwazungumzia makocha wale ambao umezungumza, tangu kocha Hamdi amekuja kwenye timu, manake aliwahi kufika kwenye mazoezi yetu kama Yanga Princess, na tulipata muda wa kuzungumza, na siku moja tulikuwa tunazungumza kama utani, na wish siku moja nije kuungana na wewe kwenye senior team. Na bahati nzuri tunaambiwa kwamba ukiwa unanuia vitu vizuri, basi ni rahisi kutokea kwenye maisha yako, na bahati nzuri unaenda kufanya naye kazi, na amekuwa ni mtu pia ambaye ananifuatilia. Alikuwa anahudhuria kwenye mechi ambazo anacheza KMC, amekuwa akinitumia message za kunipongeza. Last match alikuja KMC na alikuja kuangalia performance ya timu. Tulizungumza vitu vingi, lakini niliona ni mtu ambaye ana upendo na ana support kazi yangu, kwa sababu kuna vitu ambavyo tulizungumza.
kutokana na ile mechi namna ilivyokuwa. Kwa hiyo niliamini ni mtu ambaye anapenda mafanikio ya mtu ambaye anaheshimu kile ambacho coaches wenzake wanakifanya. Kwa hiyo wakati mwingine anaweza kaa ananitumia matokeo na kunipongeza na muuliza umejuaje, ananiambia mimi nakufuatilia. Kwa hiyo ni kitu kizuri, na bahati nzuri coaches mara nyingi wanakuwa wanapendana na wanapenda watu ambao wanajifunza. Mimi niko katika kujifunza. Kwa hiyo hata nilipokuja mazoezini nilimwomba siku moja akipata nafasi aje kwa ajili ya kunitampa kipindi atafundisha kwenye timu yangu. Ananiambia nikipata nafasi basi nitakuja. Bahati nzuri nafasi ambayo nilihitaji angekuja kufanya kwenye timu yangu, mimi nimeanza kupata nafasi kwenda kwake kabla hajaja kwenye timu yangu. Kwa hiyo nimshukuru yeye pia kwa support ambayo ananipa. Japo hatuja kufanya kazi kwa muda mrefu, nimeona ni mtu ambaye ananipa support kubwa. Mtu tu kuandikia message ya kupongeza baada ya mechi yako si jambo rahisi. Kwa hiyo ni mtu ambaye ananifuatilia na anatamani nifanye vizuri zaidi, japo hatujafahamiana muda mrefu. Lakini kingine ningeweza kusema tu kwamba niwaombe sasa mashabiki wa klabu ya Yanga kwanza wahudhurie katika mchezo wa Kosti kwa wingi na waje kuipa timu support, ikiwemo mimi mwenyewe kwa sababu itakuwa ndio mchezo wangu wa kwanza. Naamini siku zote wananchi waje kutuangusha. Kwa hiyo naamini hiyo siku ya Jumatatu watakuja kwa wingi, kwa sababu naweza kusema tu kwamba mimi binafsi naona mapenzi ambayo wananchi wananipa kwa sasa hivi, naweza kusema labda na upepo nao. Kwa hiyo naamini hata siku ya Jumatatu watakuja kwa wingi na kuja kutupa support kwa ajili ya kupata ushindi. Kila la heri. Asante sana.